usiku alikuwa ameketi, lakini mbeleni ikasema nikaona katika njozi za usiku na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Sasa imewezekana vipi kuonekana uwe na mfano wa mwanadamu? Kwa sababu huyu ameonekana kabisa jinsi alivyo vile kweli ana mfano wa mwanadamu, kwa sababu ndivyo ambavyo maono ya Danieli jinsi alivyokuonyesha. Kwa hiyo Yesu ana mfano wa mwanadamu. Sasa kama Yesu ndio wa kwanza kuwepo kabla ya mwanadamu, haiwezekani tuseme Yesu ndio ana mfano wa mwanadamu, ila tuseme kwamba sisi wanadamu ndio tumechukua mfano wa kutoka kwa Yesu. Sio, unanipata hapo? Kwa sababu Yesu ndio aliyekuwa ameanza. Kinachoanza ndio OG, kinachokuja ndio mfano. Wewe mfano ukaanza afu kije OG, si ndio maana yake? Kwa hiyo Yesu ndio aliyekuwepo kwanza. Sisi ndio tuna mfano wa mwanadamu, yani tumeiga kutoka kwa Yesu. Kwa hata Yesu mwenyewe alivyokuwa anatuumba, kwa sababu katika yeye alifanya ulimwengu. Ukisoma hiyo Wakolosai 1:16 na kuendelea hapo, inasema katika yeye vitu vyote viliumbwa, visivyoonekana vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo Yesu alituumba katika image yake yeye, na vile vile Baba alivyoweza kumwambia na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo tunaweza kuipata picha ya Yesu jinsi alivyo, na tunaweza kuipata ya Mungu kwa sababu ana mfano wake na sura yake. Si ndio maana yake? Mwanadamu ni kitu gani hata umtukuze na kumvisha heshima kiasi hiki na kumweka mahali pa juu sana? Lakini jibu lake ni kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Si unanipata? Kwa hiyo ukijifikiria mwanadamu jinsi ulivyo, jinsi unavyoweza kutu vitu, na ndivyo Mungu jinsi alivyoweza kutuumba. Maana vitu ambavyo vipo duniani hapa ni mfano wa maskani vilivyoko mbinguni. Mfano jinsi ambavyo sisi tunatawala wanyama hapa, tunawapa mipaka yao. Maana mwanadamu ndio mwenye mamlaka kila kitu ambacho kipo katika ulimwengu. Ndivyo hata Mungu huko juu jinsi anavyoweza kuvicontrol vitu vyote ambavyo vipo huko juu. Unaona? Sasa kuna kisa cha mtumishi Musa ambacho nadhani yeye ndio kinaweza kukutupa mwanga zaidi kwamba Mungu ana mwili katika namna gani. Mungu ana mwili katika namna gani? Unaona? Nisomee Hesabu 12 anzia aya yake ya 4. Anasema ndio Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Mariamu na kwa 12 anzia aya yake ya 6. Anasema kisha akawaambia sikilizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Subiri. Kwa hiyo Mungu hapa anaanza kusema akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Endelea. Nitajifunua katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Kwa hiyo anasema nabii mwingine akija au akiwepo, nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Endelea. Anaendelea kusema sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi. Maana waziwazi, wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana naye ataliona. Kwa hiyo tunapata picha, Mungu mwenyewe anasema kabisa umbo la Bwana Musa ataliona, wala si kwa maono, si kwa mafumbo, wala si kwa ndoto. Atasema naye maana waziwazi, na umbo la Bwana yeye ataliona. Endelea mstari wa chini hapo, tuone kwa nini Mungu aliamua jambo kama ile. Anaendelea kusema mbona basi ninyi hamkuogopa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao. Subiri. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Kwa tunaipata picha kwamba Mungu alianena maneno kwa sababu watu walikuwa na mshauku sana Musa, wanaona kwamba nani alikuwa amekweka juu hapo wewe? Mtu mwenye uko hivi na hivi. Yaani kuna namna ambayo alikuwa anamnenea maneno mpaka Mungu akaona watu wamemdharau sana Musa, lakini hawajui mimi kiasi gani huyu mtu nilivyomweka ngazi ya juu sana, mpaka akasema kwangu huyu sitasema naye kwa ndoto wala kwa maono wala kwa mafumbo, nitasema naye maana waziwazi. Akahakikisha tena na umbo la Bwana yeye ataliona. Sasa tuangalie namna sehemu hapo Mungu umbo la Bwana yeye aliliona. Soma katika kitabu ni cha Kutoka 33 pale.
Anzia aya yake ni ya 7 hapo. Tuangalie Mungu anavyotaka kujionyesha kwa Musa. Anasema, hebu anzia aya yake ngapi? Anzia yake 18. Anzia 17 33 kutoka aya yake ni ya 17. Anasema hivi, Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilonena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Kwa hiyo Musa anamwambia nakusihi Mungu unionyeshe utukufu wako. Mungu akasemaje? Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Kwa hiyo tunaona Mungu anapotaka kujifunua mbele za Musa anamwambia hutaniona uso wangu, maana mwanadamu hawezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hataniona akaishi. Endelea mstari wa 21. Anasema, Bwana akasema, tazama hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba, na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Sasa umeona, umepata picha hapo. Kwa hiyo sasa ukiangalia hii kuanzia mstari wa 20, Mungu anasema kwamba mwanadamu hawezi akaniona uso wangu akaishi, lakini anamwelekeza hapa. Bwana akasema, tazama hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kwa hiyo anamwelekeza sehemu ambayo atasimama ili aweze kumuona vizuri Mungu, unaona? Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu. Kwa hiyo inaonyesha utukufu wa Mungu kwanza utapita kwanza, na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita, nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu. Yaani kwa maana utaniona mgongo baada ya mimi kupita, ila sura yangu hautaiona, kwa sababu mwanadamu hawezi akaniona sura yangu akaishi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe akamwonyesha umbo Musa lake jinsi alivyo, na akamwonyesha nyuma yake ubongo wake jinsi ulivyo, unaona? Kwa hiyo Mungu mpaka hapa tayari anaonyesha yeye mwenyewe, anatuonyesha jinsi gani yeye tayari ana umbo na ana mwili. Na tukisema kweli tumeumbwa kwa mfano wake, yeye Musa anaelewa aliona kitu cha namna gani. Kwa hiyo aliona ni umbo kabisa la mwili, huenda kama la mwanadamu, lakini tayari kwamba Mungu kwanza ana umbo. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo ni ushahidi ambao unatuonyesha kwamba Mungu kweli anao mwili. Sasa watu wengine ukisema Mungu ana mwili, basi wanaona kana kwamba umemshusha sana hadhi, au huenda ameumbwa na kitu, lakini hawaelewi kwamba Mungu ni roho na ana mwili wa kiroho. Kwa sababu ukisoma Wakorintho wa kwanza 15 aya yake ni ya 30 pale, nisomee. Wakorintho wa kwanza 15:40 sema. Anasema hivi, katika Wakorintho wa kwanza 15:40, tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake iliyo mbinguni, ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Sasa basi hapo tunaendelea kuonyesha kwamba fahari ya miili. Kwa hiyo kunaona mwili wa mbinguni na wa duniani ni tofauti, lakini tayari kuna miili ya mbinguni, kwa sababu ukisoma hiyo Yohana 4:24 pale kwamba inasema Mungu ni roho. Kwa hiyo mtu ukishamwambia Mungu ni roho, anafikiria kana kwamba ni kitu ambacho hakionekani. Yaani ni roho kwa maana ni hewa, au huenda kama watu mshaye kuona moshi wa moto, baada ya moto kuzima kuna ule moshi. Mtu kimwambia roho, sasa na tafsiri kama roho ipo katika muonekano ule, kana kwamba yani haina form maalum, yani haina umbo ambalo linaweza likaeleweka, yani ipo tu. Yani ndivyo ambavyo Mungu anamtafsiri katika tafsiri hiyo. Lakini sasa kama Mungu ametumba sisi kwa mfano wake, hata sisi tungekuwa na muonekano hata ule, kwa sababu si ndio mfano wa Mungu. Sasa iweje sisi tuwe hivi afu ndio tuwe na mfano wa Mungu, ambapo mfano huu ambapo sio mfano? Kwa tunamfanya Mungu yeye kuwa muongo, kwa maana akutumba kwa mfano wake, unaona? Lakini tumepata huu mwili wa namna hii, si kwa maana Mungu yuko hivi exactly moja kwa moja kama sisi jinsi tulivyo, hapana. Ni katika mwili wa kiroho. Kwa mwili wa kiroho wa Mungu jinsi ulivyo ndivyo upo hivyo. Umeona, kama viumbe vingine Mungu ambaye angeamua kuomba kwa mfano wake, ingekuwa basi Mungu labda angekuwa na mfano wa simba au nini, lakini sisi ndio tumetameta na mfano wa Mungu. Kwa hiyo sisi tuna taswira ya Mungu moja kwa moja. Si unanipata? Kwa hiyo kuna watu ukisema Mungu ni roho,
taswira inayojia kichwani moja kwa moja kwamba Mungu hana form maalum, yani si nisemeje, ni kitu ambacho yani akieleweki, yani hauwezi ukakipa formula, sio unaona. Lakini maandiko mengi yana ushahidi. Huenda kutakuwa na michango kwa wenzangu hapa, tutaendelea kujadili, na kama kutakuwa na swali nawakaribisha, unaona. Kwa hiyo tushaweza kugundua kwamba Mungu ana mwili na Musa alimuona Mungu. Sasa kunakuwa na maswali ya ufahamu vile vile. Ukisema Mungu, Musa amemuona Mungu, ni kweli amemuona Mungu. Ushahidi wa maandiko tushasoma katika Hesabu 12:8 kwamba umbo la Bwana yeye ataliona, na hiyo Kutoka 33 mstari wake kuanzia wa 27 pale na kuendelea. Lakini ukisoma, nisomee Yohana 1:18. Yohana 1:18. Anasema katika Injili ya Yohana 1:18 anasema hivi, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Soma akiwa na matengenezo. Akiwa na matengenezo. Anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mwana pekee wa Mungu aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Asante. Kwa hiyo tunaona kwamba andiko lipo nyingine linalosema kwamba kuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote, mzaliwa pekee wa Mungu aliye atokaye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo sasa swali nitageuza kwenu hili swali kwanza. Iweje Musa akamwona Mungu katika fomu yake na umbo lake? Na kumbuka tumeshasoma kwamba si kwa ndoto wala si kwa mafumbo, ni maana waziwazi, unaona, wala si kwa maono, na umbo la Bwana yeye ataliona. Sasa iweje hii Yohana Injili 1:18 kwamba hakuna aliyemuona Mungu wakati wote? Musa tayari tushapata ushahidi kwamba amemuona Mungu. Sasa je, swali, maandiko yanajichanganya au kuna kitu akijaeleka hapo? Kama kuna mtu anaweza kawa na mchango hapo, karibu. Asante. Naomba nichangie kidogo. Na mwalimu ulitufundisha Musa alipomwona Mungu hakuweza kumuona sura yake. Ndio. Mungu alimwambia utukufu wangu utakapopita kisha utageuka nyuma, nitakuwa nyuma yako, utamuona kwa nyuma. Lakini tofauti ya hapo tunaposoma ile andiko, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wote, ni mwana pekee wa Mungu. Mwana pekee wa Mungu yeye ni mzaliwa wa Mungu asili kabisa. Kwa hivyo yeye amemwona Mungu kwa uso kabisa, kwa uso na kila kitu, maana yeye ni mzaliwa wake wa asili kabisa. Maana anasema yeye ni chapa ya nafsi yake kabisa. Ila sasa kwa Musa yeye ni mwanadamu. Na kumwona kwake Mungu alimuona, Mungu alijidhihirisha tofauti na vile alivyojidhihirisha kwa mwana. Ndio naweza kuchangia kitu kama hiyo. Amina. Kuna mwingine ana mchango hapo? Karibuni wajama, tunajaribu. Karibu mtumishi. Mimi nafikiri kitu kimoja. Cha kwanza hapo lazima tutofautishe tunaposema Mungu. Vipi? Maana tunaposema Mungu ni Baba. Yule mwanae ni mwana wa Mungu. Ndio. Mtoto wake, si ndivyo? Ndio. Kwa hivyo aliyekuwa anasema hayo maneno ni Yesu, na alijidhihirisha kwa Musa. Leo hakutoa utukufu wote, maana kimsingi angetoa utukufu wote Musa sasa angekufa. Ndio. Kwa aliweka mazingira at least basi apate chochote cha kuona. Hicho ndio kilichotokea, ana aliyeonekana ni mwana wa Mungu. Unaona? Kwa hiyo maandiko ya kwamba hakuna mtu aliye kumuona Mungu wakati wote ule yako pale pale. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, kwa tukiangalia pale Musa aliona kidogo sana. Yaani alichokiona siji ni kisogo tu, alipokuwa anapita ndio akaona. Basi baada ya hapo, kwa sababu angeona sasa angekufa, sasa nani angekuwa kuepo kuja kusipale huko. Ukisoma ni anamwambia sura yangu ndio uweze ukaniona, kwa sababu mwanadamu watu wanaona sura yangu akaishi. Ila utaniona nyuma yangu. Huko. Kwa akamuona huko nyuma, basi ikawa imeishia hapo. Lakini pia tunakuja kuona Yesu alikuja hapa duniani. Ingawaje hakuja na ule utukufu wote, maana angekuja utukufu wote tungekufa wote. Wa Filipi ishasema kwamba aliacha utukufu. Yes. Wote. Kwa hiyo alivyokuja tulimuona mwana wa Mungu.
Unaona? Tulimuona mwana wa Mungu. Kwa tulivyomuona hatukumuona baba yake ambaye ndiye Mungu. Kwa bado maandiko yale bado yanaendelea kubakia pale pale. Kwa yote yaliyoandikwa hapo yako sahihi. Kwa sababu huko kipindi cha Musa, Yesu alikuwa yeye ni Mungu, anajidhihirisha, mimi ni Mungu wako. Ni kweli Yesu ni Mungu wetu. Unaona? Lakini kwa mamlaka aliyopewa na nani? Na baba yake. Ndio uzuri uliko hapo. Ndio shida inapokuja kwa watu wengi. Hata wengine huko wanajichanganya kwa sababu ya kutafuta, yani kuelewa hicho kitu kidogo tu ambacho kinafanya yale maandiko yawe sahihi. Ukienda tofauti, hayo maandiko yanakuwa kama yanakuchanganya. Ndio hicho tu. Kuna mwingine na mchango hapo? Karibu mtumishi Vitalis. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchango wangu pale mimi nachangia kwamba ingekuwa Mungu labda hana mwili au hana umbo, kwa sababu tukisoma maandiko kwenye ile kwamba mwanae alishuka katika mwili wa mwanadamu. Ndio. Ingekuwa kama Mungu hana mfano wetu ambao tuliona kama miili yetu hivi, au hana umbo kama la kwetu sisi. Angetumia au mwanae angeshuka tofauti na sisi, kwa kujifunza kwamba Mungu ana umbo lake fulani. Kwa sababu Yesu alipokuja alikuja kumfunua kwamba Mungu yupoje katika mfano wa mfanano wetu wa kibinadamu. Ndio. Kwa pia kwenye kitabu cha Mathayo pale kwamba kuna hapa imeandikwa kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo maandiko yanasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote kwa hapa duniani. Ni hakuna, ni wale ambao watakuwa na moyo safi, watakuwa waingie mbinguni, utamwona Mungu uso kwa uso siku hiyo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba Mungu ana umbo kwa sababu mwanae amekuja kutufunua kama Mungu yupoje. Sijui ni andiko gani ambayo pale, sio ni katika mazungumzo kama ni Filipo, kama ni Yohana 14 kwamba anamwambia kama Filipo, wewe umeshaniona. Ni andiko gani ile kwamba inasema imesemaje wewe? Kama kuna mtu anaweza kuelewa. Aya yake ni ngapi? Aya yake ni kuanzia 9. Yesu akamwambia, nianze na ya 6, ya 7, ya 8. Filipo akamwambia, Bwana, utonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba, basi wewe wasemaje utonyeshe Baba? Basi hapa kwamba tunapomwona Yesu kwamba tunajua kabisa Mungu ana umbo la mwili, lakini tofauti ni kwamba mwili wake na huu wa kwetu ni tofauti, lakini kuwa na mwili ana mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchango wangu umeishia hapo. Amina, asante sana mtumishi. Kuna mwingine na mchango? Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana kwa wote mmetoa michango. Na kwa kuwa nimechelewa lakini nimeweza kuelewa. Ndio. Na maandiko yanavyosema, na watu wengi wamekuwa wakijichanganya yani mpaka wanafikia hatua ya conclude wakisema kwamba Yesu mwenyewe ndiye Mungu Baba, kwa sababu wanashindwa kutofautisha Yesu anapokuja akimwakilisha Mungu. Kwa mfano kama kipindi cha Musa na Ibrahim na wengine wote, alipokuwa akija yeye anajitambulisha kwamba mimi ndiye Mungu. Sasa watu wakisoma pale wanashindwa kuelewa na kufikiria kwamba Yesu ndiye Mungu Baba, jambo ambalo si kweli, kwa sababu yaani Yesu alikuja kumfunua Mungu, na Mungu mwenyewe hajawahi kuonekana katika haya macho ya kidunia. Labda kama ndugu Vitalis alivyosema kwamba tukiingia mbinguni tutapata kumuona Mungu mwenye moyo safi. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Mchango wangu ndio. Amina. Sasa ningeendelea kujazia kwa sababu maandiko tumeshapata, na unajua sisi tunaweza kuwa tunajadili, lakini watu wakawa naweka hoja ngumu zaidi, kwa sababu ukisoma ile
Kutoka 33 kuanzia aya yake na 27, Mungu anaeleza pale kwamba utukufu wangu utapita, nitakufunika macho yako usiweze kuniona mbele yangu, ila nikisha kwisha kupita nitaachilia, utaniona nyuma yangu, yani utauona mgongo wangu. Kwa hiyo yule pale tayari kaonekana kabisa katika macho ya nyama. Na ukisoma hiyo Hesabu 12:8 pale Mungu anasema hata wanena na Musa kwa mafumbo, kwa ndoto, wala kwa maono. Kwa hiyo Musa alichokiona pale alikiona kweli, alimuona Mungu. Unaona? Sasa iweje hii Yohana 11:10 Mungu pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo sasa tunaweza kupata picha, lazima tumtafute sana huyu ambaye amemwona Mungu tuweze kumpata na namna gani. Na ukisoma katika maandiko kama waweza kuchangia wengi, ni kwamba yule kweli ni Yesu aliyeonekana pale. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma Waebrania 1, nisomee mtumishi wa Waebrania 1, Waebrania 1:3 anasema katika Waebrania 1:3 anasema hivi, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa hiyo Yesu ni chapa ya nafsi ya Mungu, yani ni chapa ya nafsi ya Mungu, na ndio maana Yesu ana ujasiri kwamba akija hapa aseme ni Baba amekuja hapa. Kwa hata Filipo anapomwambia yale maneno, Yesu anajijua yeye ni nani, kwa sababu yeye pia anapokuwa pale tayari Mungu amekuja pale. Na ndio maana katika Agano la Kale ukisoma anaposema mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba zako, niliwaapia hivi na hivi, kwa anaongea ni mamlaka kamili anayo, yani Mungu kampa mamlaka kamili kabisa Yesu. Nisomee Yakobo 1:17 tumpate Mungu mwenyewe, kwani yuko vipi? Maandiko yanamsemaje Mungu, yani kwamba je, kuna namna yote ambapo anaweza akageuka akaja akaonekana hata kidogo tu? Hebu soma hiyo Yakobo 1:17. Anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu, kushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika. Subiri, kwake hakuna kubadilika, wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa hiyo Mungu ambaye ni Baba wa mianga, kila kutolewacho kilicho kamili kutoka juu kwa Baba wa mianga. Kwa hiyo inamweza hata Yesu, Mungu alipotoa kitu kamili kwamba kwa ulimwengu, ina maana kutoka juu kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kimvuli cha kugeuka. Maana watu wanasema Baba ndio huyo alijigeuza akafanya kama Mwana, akageuka akaja Roho Mtakatifu. Haya maandiko yamewakataa na kuwakana kabisa katika fundisho la namna hiyo. Yaani Mungu mwenyewe yuko pale pale jinsi alivyo. Kwa andiko likisema hakuna aliyewahi kumwona Mungu, hiyo kwanza ni kweli kwamba kabisa hakuna aliyewahi kumwona Mungu wakati wote. Yaani zingatia wakati wote. Yaani haina hata kwa bahati mbaya. Sasa mtu ambaye amesoma Biblia kuanzia mwanzo akaja kutoka Hesabu hayo matukio mpaka akafika kwa Yohana 1:18 atashangaa hapa, kwa nini hakuna ambaye hajawahi kumwona Mungu wakati wote? Kwa hiyo lazima utake kujua yule aliyeonekana pale ni nani kama si yeye Mungu yule. Lazima utake kujiuliza haya maswali. Kwa hiyo yule bila kuwa na mlolongo mrefu, yule ni Yesu Kristo aliweza kujionyesha pale, na Yesu ana utukufu kamili akiwa huko juu. Soma wa Filipi 2 aya yake ni ya 4. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Nenda unaofuata. Iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, hata mauti ya msalaba. Okay, subiri. Kwa hiyo tunaona Mungu, yani tunaambiwa tuwe na namna ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambayo yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Kitu chenye namna ni kitu chenye mfano halisi wa Mungu. Huwezi kusema Mungu ana namna ya Mungu. Yaani kama kweli unamwongelea Mungu Baba hapa, kusema Mungu Baba ana namna ya Mungu, basi jua umeongelea kwamba kuna yupo Mungu ambaye yupo, afu Mungu Baba ndio alikuwa na namna ya Mungu. Sio, unanipata? Kwa sababu ukisema maana
Kwa kusema alikuwa na namna ya Mungu na maanisha kwamba alikuwa na mfano wa Mungu. Ndio tafsiri nzuri unaweza kaiweka hapa kwamba yeye ambaye mwanzo alikuwa na mfano wa Mungu, naye ya kuona kule kuwa sawa na Mungu. Yaani sasa ndio inaonyesha kuwa sawa na Mungu kwa ni kitu cha kushikamana nacho. Sasa ukilenga haya maandiko hapa, kama ukimlenga kwamba ndiye Mungu Baba aliyekuwa yeye Mungu Baba ana namna ya Mungu, Mungu Baba yuko sawa na Mungu, lazima bado litabaki swali, huyu ambaye yuko sawa naye na ana namna yake naye ni nani? Kwa unaona mtu ambaye ukiyalenga ya maandiko kana kwamba yanamlenga Mungu Baba sio sahihi, kwa sababu Mungu Baba yupo. Na ukiendelea mstari wa ngapi, wa 9 hapa inasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Kwa hiyo kuna Mungu ambaye alimwadhimisha mno Kristo baada ya kufanya hayo mambo. Na unaona kwa Mungu Yesu aliweza kujishusha, akatoa namna ya mtumwa, alikuwa na namna ya Mungu, alikuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo Yesu akija akitumwa tofauti na anavyomtuma malaika. Unaona malaika ukimtuma anasema mimi ni mjoli wako, nimekuja nikuambie kwamba kuna neno fulani na fulani na fulani, lakini Yesu akija anasema nikuja anasema hivi. Unaona, kwa anasema kana kwamba ni yule mwenye mamlaka. Kwa anapokuwa anasema ana roho kamili wa baba yake. Kwa anapokuwa anasema na mlenga kabisa baba yake, kwa sababu hakuna neno ambalo linaweza kaa ndani ya Kristo likawa tofauti na Mungu, kwa sababu anashiriki roho moja. Nadhani si andiko gani nasema akumpa roho kwa kipimo, wanashiriki roho moja. Kwa Kristo ni identity kamili ya Mungu kabisa. Kwa hiyo hata leo onekana katika hiyo Kutoka 33 ni Yesu Kristo. Sasa kuna mwenye swali hapa ndugu zangu? Sina swali, la nashukuru sana kwa mchango ambao imetolewa na watumishi wote ambao wamechangia. Maana kwa fikra zangu na vile ambavyo nilivyokuwa natizama kwamba tunapoona pale Mungu anamwambia Musa nitajidhihirisha kwako na wewe utaniona kwa nyuma yako. Kwa fikra nilidhania kwamba yule ni Mungu mwenyewe, Mungu Baba, lakini kwa namna ya mchanganuo wa watu jinsi walivyochangia nimepata kufahamu kwamba yule si Mungu Baba, yeye ni Kristo ambaye alikuja kwa jina alilorithi kutoka kwa baba yake. Ndio. Nashukuru sana. Amina, Mungu akubariki. Kuna mwingine na mchango hapo au hata swali katika ambao tunaweza kuendelea kujifunza hapa? Hakuna mwenye swali. Okay. Sasa tunaendelea. Ngoja nitafute ile andiko katika Samueli pale alipoenda kunaniliu wafalme, nadhani alipoenda kumtokea Amnoni ampe utabiri ya kumzaa Samueli, kumzaa nani? Kumzaa ndio Samson. Kuna malaika alitokea pale. Waamuzi 13. Hebu twende kwenye Waamuzi 13. Waamuzi 13. Kumi na tatu anzia aya yake ya 3 mtumishi. Aya ya 3. Anasema katika Waamuzi 13 aya ya 3. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa uzai, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama, utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume. Na wembe usipite juu ya kichwa chake. Maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Naye ataanza kuwaokoa Israel na mikono ya Wafilisti. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake, akasema, mtu wa Mungu alinijia na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu wa kutisha sana. Nami sikumuuliza umetoka wapi, wala hakuniambia jina lake. Lakini aliniambia, tazama, utachukua mimba na wewe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake.
Okay, Luka mpaka mstari wa 17 pia. Anasema katika mstari wa 17, Manoa akamwambia huyo malaika wa Bwana, jina lako nani? Subiri. Sasa huyu Manoa alikuwa kapewa ushuhuda na mke wake kwamba ametokea na malaika. Yaani mke wake ndio alianza kutokea na malaika. Manoa sasa akaona haya mambo mimi sasa. Kwanza ni akamwomba Mungu, Bwana, ili jambo litendeke tena hata na mimi niweze kumuona huyo malaika. Endelea. Manoa sasa ndo akaanza kumhoji huyo malaika. Endelea. Akamuuliza jina lako nani? Ili kwamba hapo hayo maneno yako yatakapotimia nipate kukutukuza. Huyo malaika wa Bwana akamwambia, kwani wewe kuniuliza jina langu? Kwa kuwa jina hilo ni la ajabu. Subiri. Kwa hiyo tunaona huyu malaika jibu analijibu, anaambia, kwa nini wewe unataka kuniuliza jina langu? Kwa sababu jina langu ni la ajabu. Sasa je, swali, nataka nijue swali kwenu. Huyu malaika anakuwa na jina la ajabu. Hilo jina la ajabu linaweza kuwa ni jina gani ambalo naamini hawa watu akiwatajia huenda wakachanganyikiwa kabisa au wasiweze kulielewa au akavuruga tu. Kwa sababu nikaribishe kwanza kama kwa mtu atakuwa na mchango hapo. Hili jina la ajabu ambalo huyu malaika analo. Je, kuna mtu anaweza kana mchango akalijua hili jina? Maana ukisoma katika vitabu vya Agano la Kale, Yesu sehemu nyingi aliyokuwa anatokea kama malaika wa uso wa Bwana au malaika wa Bwana, kwa sababu ndiye alikuwa anamtambulisha Mungu. Kwa hata akianena maneno hayaneni kana kwamba ametumwa, ananena kana kwamba yeye ndiye aliyeleta huo ujumbe. Kwa hiyo anapoamua kuwatajia kuwakataa kuwatajia hili jina, ukienda kusoma katika kitabu cha Waebrania 1 inasema hivi. Waebrania 1 aya yake ni 4 inasema, amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina alilolisi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa kuna jina Yesu amelisi ni utukufu kuliko lao. Unaona? Sasa kuna mtu anaweza kujua hili jina jina gani ambalo Yesu amelisi? Maana Yesu ndiye yule malaika aliweza kumtokea Manoa na akamkatalia kumuonyesha hilo jina ambalo yeye amelisi lilivyo tukufu kuliko la malaika, hata malaika hawezi akalitumia, lakini yeye kalitumia. Je, kuna mtu anaweza kujua hili jina gani? Kuna mtu atakuwa anaweza kuchangia hapo? Okay, kwa haraka tu bila kwenda mbali sana, hili jina ni jina la Mungu. Hili jina ni jina la Mungu. Yaani Yesu ana uwezo wa kutumia hilo jina la Mungu kwa sababu yeye ndiye ambaye amepewa jina hilo. Kwa hiyo hata wale wakina Manoa angeweza kuwaambia pale kwamba mimi na jina langu ni Mungu au mimi jina langu ni Yehova, kama kile jinsi walivyoweza kuitumia. Kwa hiyo Yesu anaweza akatumia hilo jina ambalo malaika hawawezi kutumia. Kwa hata Manoa na nani wangewaambia hivyo, huenda wangechanganyikiwa kama kweli wamemuona Mungu, unaona? Lakini ni kweli yule alikuwa pale ni Yesu Kristo, unaona? Na sehemu nyingine ambayo pia Yesu alijifunua katika Agano la Kale, ukienda kusoma katika Mwanzo nadhani ni 49 Yakobo anapokuwa na shukuru 48 soma yake ni ya 15. Mwanzo 48:15. Anasema akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, naye malaika aliniokoa na maovu yote. Subiri. Kwa hiyo tunaona Yakobo anapowabariki wale watoto anasema kwamba Mungu yule alionilisha na kuniwezesha mpaka kufika hapa, Mungu wa Ibrahimu baba yangu na Isaka. Unaona, naye malaika. Kwa hiyo tunaona na malaika hapa anashukuriwa na kuomba baraka. Huyu malaika anataja hapa, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki vijana hawa, jina langu litajwe juu yao na jina la baba zangu Ibrahimu na Isaka, na wawe wingi wa watu katika wingi wa watu kati ya nchi. Unaona, kwa kuna malaika anayeshukuriwa hapa na kuomba baraka, ambaye anamuomba baraka sawa sawa na Mungu jinsi alivyoweza kumuomba. Sasa malaika anaweza kuomba baraka kwa sababu ukisoma kitabu cha Ufunuo kule anasema usinisujudie, mimi ni mjoli miongoni mwa wajoli wako. Unaona, kwa malaika hawezi kukubali kitu cha namna hiyo kwa sababu nao ni viumbe, lakini huyu malaika mpaka anashukuriwa na kuomba baraka. Kwa hiyo Yesu alijifunua kama vile malaika wa uso wa Bwana.
ukisoma kule mbele katika kile kisa cha nani huyu mke usulia wanani wa Ibrahimu, si ni Mwanzo ngapi pale alipokutana naye katika kisima cha maji, kuna maneno aliyaongea pale. Bwana nitafute hapa. Kwa mtu anayekumbuka ni Mwanzo ngapi? 20 ngapi? Samahani mwalimu. Ndio. Na wakati unaendelea kulitafuta hilo, ninaomba na mimi nitoe mchango wangu. Karibu. Katika hilo neno ambalo linalosema kwamba jina langu ni la ajabu. Ukilinganisha na kitabu cha Mwanzo 32, nafikiri kuanzia mstari wa 14 kama zijakosea. Hebu soma 14 tuone. Mwanzo 32:14. Hapana, 24, 26. Anza 26. 26 nasema, akasema niache niende, maana kuna pambazuka. Ndio. Akasema sikuachi usiponibariki. Hapa ni kisa kile cha Yakobo alivyopambana na malaika, na hicho ndicho nafikiri na mwalimu amekigusia kwamba ilikuwa ni Yesu kwa mfano wa malaika. Endelea kusoma. Naendelea kusema. Ndio. Akamuuliza, jina lako ni nani? Lile jina linahitajika kujulikana hapo. Endelea. Akasema akasema Yakobo akamwambia, jina langu hutaitwa tena. Akasema, akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema Yakobo akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Endelea kusoma. Nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Hapo shida ni Yakobo anataka kujua jina. Endelea kusoma. Akambariki huko Yakobo. Umerukia maneno hapo. Hebu soma tena. 29 nasema, Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki. Endelea. Akambariki huko Yakobo. Akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Hapo ndipo kuna point. Kwa hiyo Yesu alikuja katika mfano wa malaika, na hilo neno, hilo andiko la Mwanzo 32:30 ndilo linalolinganishwa na Isaya 9:6. Kwa hiyo ni Yesu ndani ya vazi la malaika. Ninaomba kuchangia kwa ufupi tu. Asante. Sasa vile naweza nikaendelea katika hii 22, Mwanzo hii 22:15 ni sehemu tu ya baadhi ile andiko nilikuwa natafuta basi nilipata. Inasema, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wako wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulio pwani. Kwa tunaona huyu malaika anaongea ni kana kwamba ni mtu mwenye mamlaka, lakini akamnukuu ile neno kwamba asema Bwana. Kwa kuna malaika aliyokuwa kweli anatumwa na anaweza anaenda kumwambia Ibrahimu kwamba ni jambo mmenifanyia ni jema sana. Ukisoma huu mstari wa 11 ukirudi kwa juu 11 anasema, ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usitende neno, kwa maana sasa nimejua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo huku nizuilia mwana wako wa pekee,
Sasa unaweza kuwa na swali, huyu malaika kwa nini anasema unamcha Bwana afu hukunizuilia mwana wako wa pekee, kana kwamba ni yeye ambaye hajazuiliwa mwanae? Afu baada ya mstari wa 15 mbele sasa ndo anakuja kuleta neno la Mungu ambaye ni Mungu ndo anasema sasa, mpaka nuku kwamba asema Bwana, kwa kuwa unatenda neno hili, wala hukunizuilia mwana wako wa pekee. Kwa hapa kuna majibu ya watu wawili. Ukisoma hii Mwanzo 22 kuanzia 11, huu mstari wa 11 ni Yesu ndio anasema maneno haya, ila baada ya hapo akaja tena akanena kwa niaba ya Mungu. Ukisikia neno asema Bwana, ili neno anaitumia sana manabii kama vile Isaya, Yeremia, nani kwa namnukuu Mungu Baba kabisa, ndivyo anavyosema maneno yake hayo. Kwa unaweza ukapata picha kiasi gani huyu malaika ndiye Yesu kamili, kwa sababu yeye ndiye alikuwa na mamlaka ya kuongea na kuipeleka neno sawasawa vile na Mungu, roho wa Mungu alipo ndani yake, alio kamili ndani yake. Kwa anapokuwa anasema yeye ni sasa amesema Mungu. Sio, unanipata? Kwa ni utukufu ambao Mungu ameamua kumweka mwanae sehemu pa juu sana. Unaona? Kwa hata akionekana ukimwona tu Yesu, umemwona ya Mungu kabisa yani. Unaona? Ukiweza kusoma katika kitabu cha Ufunuo 21 yake ni ya 3. Embu ni hiyo nadhani. Maana hata sisi tunaenda mbinguni, usidhani kama tutaenda kukaa kiti kimoja na Mungu. Tunasema nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Sasa subiri, umeona hayo maneno neno hapo kwamba tazama maskani ya Mungu imekuwa na pamoja na nani? Na wanadamu. Umeona? Kwa hiyo sisi tunaenda kukaa na Mungu, lakini soma sasa 3:21 Yohana 3:21 inaelezea tutakaa na Mungu yupi? Hebu endelea 3:21 inasemaje? 3:21 Ufunuo. Ufunuo 3:21 anasema Yesu anasema maneno haya, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kwa hiyo Yesu ananena maneno kule katika 21:3 anasema maskani ya Mungu imekuwa pamoja na wanadamu, nao watakaa katika kiti cha enzi wakimiliki milele na milele. Lakini ukisoma hii 3:21 inasema maskani, inasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu. Kwa hiyo sisi tutaenda kukaa tutaketi pamoja na enzi katika kiti chake, pamoja na Yesu katika kiti chake cha enzi. Kwa hiyo Yesu ni Mungu, wala sio jambo la kupindisha kabisa, na ni mfano wa Mungu kabisa, kwa sababu ni mwana wa Mungu kabisa. Sasa